Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wadau wenzangu, mimi nitapitia tu kwa uchache kabisa mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kama ambavyo amesema Sheikh wa mkoa, amesema mkuu wa mkoa, kuhusu jambo la amani na utulivu. Nchi yetu hii, neema ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ya amani na utulivu ni ya kuithamini sana. Leo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wenzetu jirani zetu hapo wanashindwa kufanya ibada kama hizi kwa wesa na kwa utulivu kwa sababu hakuna amani. Leo nchi yetu Tanzania ndio imekuwa kimbilio ya nchi zote za Afrika, sio tu Afrika Mashariki na Kati. Tuna maombi kibao serikalini, watu wanataka uraia wa hapa. Nanyi wenyewe ni mashahidi, mpaka wachezaji wa mpira wazuri wakubwa wanatamani wawe na uraia wa nchi yetu. Hii si bure, ni kwa sababu ya amani iliyopo ambayo Mwenyezi Mungu amejalia kutupatia kiongozi miongoni mwetu ambaye na yeye anathamini na kuimarisha suala la amani. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha na kudumisha amani yetu ya nchi hii. Lakini ni mwezi ambao umejaa fadhila za kila namna. Sasa hili lilofanywa hapa leo limeendana na hiyo misingi ya Ramadhani ambayo Mwenyezi Mungu anatufundisha, anasema kwa wale ikifika hata wakati wa kufutari basi ufungue milango ili wanaopita wapate kusimama, wapate kufuturu na wewe. Na katika wale huwezi kujua, aweza patikana mtu ambaye amefunga, ambaye nuru yake ni kubwa, ikawa wewe umemfuturisha na wewe thawabu zake zote alizopata umechukua wewe. Sio umemnyang'anya, yani yeye kabaki nazo na wewe umepata za kwake. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo huu mwezi unaofanya umekuwa ni mwezi wa heri na mwezi wa baraka kubwa. Na jambo hili lilofanywa wala kuamua kwamba jambo hili la kushirikiana na kula na watu wa aina wote, watu wa madhehebu yote, yanapelekea ile sura ya ukarimu ambao unahimizwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ya mapenzi yanayohimizwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zanguni, tupo kwa ajili ya iftar. Tupo kwa ajili ya iftar iliyoandaliwa na ndugu zetu. Lakini iftari hii ukienda ukiyatazama maneno yaliyotangulizwa na ndugu yetu aliyosoma Qur'an kuelezea ule utukufu wa mwezi mtukufu huu tuliokuwa nao Ramadhan, lakini akenda akazungumzia na jambo muhimu ambalo linalofungamana ndani ya masiku haya, ikiwa ni pamoja na kufanya dua. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi tulichokuwa nacho sisi haswa wana Morogoro, katika kipindi tulichokuwa nacho, jambo letu kubwa sisi ni kufanya dua. Na kwa nini tunakithirisha kufanya dua? Tunakithirisha kufanya dua katika wakati tuliokuwa nao kuelekea katika uchaguzi mkuu wa 2025. Ndugu mgeni rasmi, lengo la iftari hii ni kujumuika pamoja na vijana wenzetu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati na viongozi wetu wa ndani ya nchi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama sehemu ya kujali na kuthamini ibada hii tukufu ya mfungo inayowahusu Waislamu duniani kote. Pamoja na hayo, ndugu mgeni rasmi, iftari hii ina lengo la kuwaombea dua viongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na kuiambia jamii yale mema yote ambayo yamefanywa na viongozi wetu hawa kwa maslahi mapana ya Watanzania.